Tena niongeze sauti yangu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na siku ndefu nadhani, lakini kwa tathmini ya haraka, siku ya mafanikio makubwa. Nina ujasiri, ninaweza kusema kwa ujasiri tumefikia malengo tuliyokusudia kwenye ziara yetu. Tunawashukuru sana sana sana, tunawashukuru sana sana. Sisi tuliokwenda kwenye bandari kavu, tukaenda na kwenye kituo kikubwa cha lojistiki cha Afrika Mashariki pale Ubungo. Ilikuwa pia tuende kwenye soko la Kisutu, lakini kule kwa kweli ratiba ikawa imechachamka kweli kweli. Na kushukuru mkuu wa msafara kwa kundi ambalo liliongozwa na Mheshimiwa Mwenyekiti mzee wangu Mamba kwa kuridhia mtusaidie kwenda kwenye soko la Kisutu. Tulikuwa na ratiba ya namna yake sana. Tumeona bandari kavu kwenye eneo kama la ekari 4 lenye uwezo wa kuhudumia makontena karibu 4,000. Mwekezaji Mtanzania mzawa, mwanamama. Msingepiga vigelegele tungegombana hapa. Mwanamama mahiri kabisa. Kampuni ile ya PMM nadhani, DMM. They're just wonderful. Wana fleet ya magari 104 matruck. Wanaongeza mengine 100. Wana zile mashine za kubebea makasha. Refrigerator. Lakini inatumia umeme, nishati safi. Kwa hiyo wanatembea na ajenda ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya jambo hilo. Wameajiri watu karibu 338. Wote wa kuajiri wasomi barua. Kwa hiyo hili sisi tulidhani ni jambo jema sana kujifunza ya kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaposukuma ajenda ya nishati safi, hata wadau wa sekta binafsi kwenye eneo sensitive kama hilo la bandari na kwenye bandari kavu wamemuunga mkono. Na kupendeza zaidi, tumemshawishi na ni mwana Dodoma mwenzetu akina Blai, ndio mmiliki wa Dodoma Inn pale, ndio anafanya kazi ya kuwekeza Dar es Salaam. Sasa Dar es Salaam hajawekeza Dodoma. Sasa nimefanya kazi yangu, tumemwalika Dodoma aje kwa ajili ya kuwekeza Dodoma. Kwa hiyo pale tulikuwa na ziara nzuri sana na tumefarijika sana kwa tuliyoyaona. Na mengine ya kujifunza sio mazuri. Lakini kwenye maendeleo ndio maslahi ya umma yanafanya nini? Yanakwenda mbele.